alichokiweka ni riwaya imo katika vitabu vya Kishia, mausua hadithi Ahlul Bait alayhimus salam. Sasa tukiangalia hiyo riwaya ambayo ameileta, ambayo anasema imo katika juzuu ya 10 ya kitabu hiki, na hasa ameitaja riwaya 1255 na 56, na tuisome riwaya hiyo, halafu tumuoneshe kwamba ufahamu wake juu ya madhehebu yake ni mdogo sana. Naam, basi riwaya ya 29 ambayo kwa humu ni riwaya ya 1012 na 55 1256 inasema hivi: Al-Majlisi allama Al-Majlisi naqla an Rawandi rafahu an Ibn Mas'ud, imekwenda mpaka kwa Ibn Mas'ud, annahu jaa qaumun ila an-nabi, walikuja watu kwa mtume, faqalu, wakasema, inna sahibana kad afsadahu al-haya, rafiki yetu huyu haya nyingi hizi zimemfisidi. Faqala an-nabi, mtume akasema, innal haya minal islam, hakika kuwa na haya, kuona aibu ni katika Uislamu. Wa innal badha min laumil mar', naam, yani ukiwa ni badhiya albidha au albadha, ukiwa na tabia hiyo badhi alkhalq, kwamba wewe unazungumza maneno machafu, ni katika laim, ni katika tabia ambazo anazifanya laim, mtu ambaye ni muovu. Na katika riwaya ya 30 Al-Majlisi rafa'ahu anil Baqir, kwa maneno ya Baqir anasema, innahu qala silahul liam qabihul kalam, silaha ya mtu muovu mchafu, qabihul kalam, ni maneno machafu. Sasa huyu bwana anadai kwamba Mashia wana maneno machafu. Kwa hivyo ikiwa hii riwaya ambayo ni sahihi inamganda kila Muislamu mwenye tabia hizi, anakuwa ni laim, mtu muovu, ni mtu fasid. Kwa hivyo mtu wa kwanza kwa mujibu wa riwaya hii ya Mambakiri na riwaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallama aliyekuwa na maneno maovu alikuwa ni Abu Bakarin, khalifa wa kwanza wa ahli sunna wal jamaa.